CCT inashauri kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayojumuisha wadau mbalimbali kwa lengo la kufanya tathmini ya matukio yaliyotokea na kuweka mikakati ya kuimarisha umoja, amani, haki na maridhiano nchini, kama alivyosema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake baada ya kuapishwa tarehe 3 Novemba 2025, na nukuu, "Tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano", mwisho wa kunukuu. Hii ni sawa na neno la Mungu katika Methali 11:14 isemayo, "Pasipo mashauri taifa huangamia, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu." CCT inahimiza uhuru wa maoni na kwa vyombo vya habari, kuhimiza uhuru wa maoni na vyombo vya habari. CCT inapendekeza kuwepo kwa mazingira yenye uhuru wa maoni na matumizi yenye uwajibikaji vyombo vya habari ili kuchochea majadiliano yenye kujenga na kusaidia kupunguza hisia za maumivu katika jamii. Msaada na faraja kwa waathirika. CCT inatoa wito kwa serikali yetu, taasisi na wadau mbalimbali kutoa msaada wa kibinadamu kwa familia zilizoathirika, kuwasaidia majeruhi na kuchukua hatua za kurejesha hali ya utulivu na matumaini nchini. Aidha, CCT inaisihi serikali kuweka mazingira wezeshi kwa taasisi na wadau mbalimbali kwa ajili ya utoaji wa misaada hiyo. Mwisho, CCT inaamini kwamba amani ya kweli hutokana na haki, kama neno la Mungu lisemavyo katika Isaya 32:17, "Na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima."